tumekamata madini yenye zaidi ya kilo 2 ya dhahabu ambayo yalikuwa yakitaka kutoroshwa katika kipindi cha miezi kadhaa hii, lakini vile na madini ya vito, na hivi sasa tuna kesi ambazo zinaendelea, ziko mahakamani na tumewakamata wahusika. Serikali ya Tanzania imesema kuwa itaendelea na udhibiti mkali wa blood gold, yaani madini ya dhahabu yatokanayo na nchi zinazokabiliwa na machafuko ya kivita, ili kuinusuru Tanzania isije ikaondolewa kwenye sifa ya kufanya biashara ya madini kimataifa. Miongoni mwa hatua zilizochukuliwa na serikali ya Tanzania ni pamoja na kuendelea na udhibiti katika maeneo ya mipaka na viwanja vya ndege ili kuzuia mianya ya upitishaji wa madini ya dhahabu kutoka katika nchi zinazokabiliwa na machafuko ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kauli hiyo ya serikali imetolewa na Waziri wa Madini nchini Tanzania Bwana Anthony Mavunde wakati akijibu swali aliloulizwa na Focus News Tanzania TV1 mbele ya waandishi wa habari jijini Dodoma, ikiwa ni siku 100 tu tangu kuingia madarakani kwa serikali inayoongozwa na Rais Samia Suluhu Hassan mara baada ya uchaguzi mkuu uliofanyika Oktoba 29 mwaka jana. Aidha, Waziri Mavunde ameongeza kusema kuwa Tanzania haijazuia kuingiza madini ya dhahabu kutoka nje ya nchi na kwamba katika siku za nyuma madini hayo yalikuwa yakiingizwa bila nyaraka zinazothibitisha kuwa ni madini yaliyopatikana kihalali. Ndugu yangu Deukaji ulitaka kujua ni taratibu gani hasa tunazozitumia katika udhibiti wa madini yenye damu ambayo mwisho wa siku yanaondoa sifa ya nchi hata kutrade internationally kwa sababu ya dosari hizo. Cha kwanza kabisa ambacho tunakifanya katika eneo hili ni kuendelea na udhibiti katika maeneo yetu ya mipaka na viwanja vya ndege. Katika maana moja, sisi hatujazuia madini kuingizwa ndani ya nchi, hatujazuia, isipokuwa kwa taratibu. Zamani yalikuwa yanaingia pasipokuwa na proper documentation. Hivi sasa tunataka kama kuna mtu ana madini yake na alilipa mrabaha akiwa Kongo, then zile document, kwa sababu pia tuna taasisi ambazo zinatuunganisha kwa pamoja ya maziwa makuu, ambao pia ndo msingi wa swali lako. Huo pia tunasaidia kupata taarifa ya kujiridhisha katika hatua ya kwanza juu ya madini na nyaraka ambazo ambata zimekuja, ili kiwa ni sehemu ya udhibiti, ili madini yanayopita panya road ambao ni rahisi sana kuhusishwa na jambo hilo tuweze kuyadhibiti. Lakini pia ipo mikataba ambayo tumeingia na wenzetu ambao pia kupitia ile ICGLR ambao tunafanya nao kwa pamoja nchi zote za maziwa makuu katika namna ambavyo inasaidia kwenye kuzuia jambo hili. Lakini sambamba na hiyo pia tunafanya eneo hili katika masuala ya good governance pia kuhakikisha ya kwamba tunatoa taarifa na kushirikiana na wenzetu wa vyombo vya ulinzi na usalama kwenye kuhakikisha kwamba utaratibu wote wa uingizaji wa madini nchini unafuata taratibu ili tusiingie katika dosari hiyo kubwa. Lakini pia umeniuliza kuhusu madini yaliyokamatwa. Sasa hapa Deukaji, naomba niseme na nieleweke vizuri kabisa katika hoja ambayo umeileta hapa. Deukaji anataka nimpatie takwimu ya madini yaliyokamatwa, ambao hata hivi sasa inawezekana kuna madini mengine yamekamatwa, lakini nitakupa kwa kipindi cha nikupe kwa kipindi cha Julai mpaka Disemba 2025, ambapo katika kipindi hichi kupitia task force yetu ya chini ya wizara tumekamata madini yenye zaidi ya kilo 2 ya dhahabu ambayo yalikuwa yakitaka kutoroshwa katika kipindi cha miezi kadhaa hii, lakini vile na madini ya vito, na hivi sasa tuna kesi ambazo zinaendelea, ziko mahakamani na tumewakamata wahusika, wanaendelea na pre-bargain ambao wanafanya na ofisi ya mwanasheria mkuu, ofisi ya mkurugenzi wa mashtaka kama hatua ya awali. Lakini kikosi kazi cha wizara, kazi yake kubwa ni kuhakikisha ya kwamba tunadhibiti mianya ya biashara haramu ya madini, ili biashara yote ikafanyika katika
masoko ya madini na vituo vya ununuzi. Kama nilivyosema, tuna masoko ya madini 44 na vituo vya ununuzi 114. Tunataka biashara yote ya madini ikafanyikia katika masoko na vituo vya ununuzi ili nchi yetu ya Tanzania iweze kunufaika. Tunaamini watu wakipita katika masoko ya madini, mrabaha, utozo na ushuru ambao serikali inaupata ndio unakwenda kujenga madarasa, na kwenda kununua madawati na kusaidia katika huduma za elimu na afya za nchi yetu ya Tanzania. Kwa hiyo tumeendelea na udhibiti wa kiwango kikubwa katika eneo hili, na kama nilivyosema, zipo kesi nyingi ziko mahakamani hivi sasa, na this time tumehakikisha kwamba kwa wale dealers, zamani ilikuwa dealer tukimkamata Arusha anakwenda Njombe kukata leseni. Sasa hivi nimewaambia na nitoa maelekezo kwa Katibu Mkuu kupitia tume, hakuna mtu yoyote ambaye atakamatwa leo na madini alafu akaondoka mkoa mwingine kwenda kukata leseni. Nataka Watanzania ambao hawana nia njema, kama kuna mtu akuwahi kujifunza shughuli nyingine ya kiuchumi, akajifunze wakati huu. Ikikukamata Arusha, haufanyi kazi nchi nzima mpaka pale ambapo mahakama itasema vinginevyo, kwa sababu wao wote tunawapeleka mahakamani. Kwa muda sasa, mataifa mengi duniani yamekuwa yakikabiliana na udhibiti wa madini ya dhahabu yaliyotokana na machafuko katika nchi mbalimbali zilizokumbwa na vita, ikiwemo Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mtazamaji, ni yapi maoni yako kuhusiana na taarifa hii? Andika maoni yako katika sehemu ya ujumbe hapo chini. Like na subscribe pia ili uwe wa kwanza kupata habari wa chungu tele. Hii ni Focus News. Jina langu ni Deo Kaji Makomba.